tulionayo katika mbiu ya kusini juma hili. Idara ya huduma za watoto Union ya kusini mwa Tanzania imehitimisha semina huko Njombe. Kanisa la Waadventista wa Sabato nchini Tanzania wamekumbushwa kuwashika mkono wanafunzi wanaohubiri kwa njia ya vitabu kupitia program ya Think Big. Katika habari za kimataifa, huko Sweden, mojawapo ya nchi zisizo na msimamo wa kidini zaidi duniani, vijana wa Kiadventista washiriki injili ya Biblia nchini humo. Na katika habari za muziki na maburudisho, idara ya vijana kanda ya Iganzo jijini Mbeya imefanya bonanza lililohusisha michezo ya aina mbalimbali. Hujambo na karibu katika taarifa ya habari kutoka Union Mission ya kusini mwa Tanzania. Mimi ni Mbonea Daniel. Idara ya huduma za watoto Union Mission ya kusini mwa Tanzania imehitimisha semina huko Njombe. Hivi tulivyo wote. Hivyo ulivyo unavyojifahamu. Jana kuna swali liliulizwa, ukipewa nafasi ya kujibu, je, unatamani mwanao afanane na wewe? Ilikuwa jana juzi. Je, utasema ndio Bwana, mwanangu, Mungu mtengeneze mwanangu afanane na mimi? Semina ya idara ya huduma za watoto Union Mission ya kusini mwa Tanzania imehitimishwa na wajumbe zaidi ya 600 wamehudhuria, kama ambavyo anaeleza mkurugenzi wa idara hiyo Union ya kusini mwa Tanzania, Priska Metusela. Niko hapa Njombe katika shule ya Giligali Sekondari, ikiwa ni hitimisho la mikutano ya semina ya idara ya huduma za watoto ambayo imedumu hapa kwa siku 6 na leo ya 7 tunafunga. Tunashukuru, tulifungua na wajumbe takriban 650 na hata leo tunapofunga tuna wajumbe karibu 670 ambao wamehudhuria katika semina hizi. Malengo ya semina hizi ilikuwa ni kuwawezesha walimu wa watoto kupata ujuzi wa kufundisha kwa ubora, lakini pia kuwa na uamsho binafsi kama walimu wajue kumtegemea Mungu katika kazi hii nyeti ambayo Bwana ametupatia. Lakini jambo jingine ilikuwa ni kuwawezesha kujua matumizi ya miongozo mpya ya shule ya Sabato, lesoni za watoto wachanga na watoto wadogo wa mwaka 1 hadi miaka 3, lakini pia na matumizi ya mwongozo wa vijana Bobea Andikoni, vijana wa miaka 19 hadi 35. Pia ameeleza lengo lingine ambalo wamelitilia mkazo katika semina hiyo ni kuwaelekeza wazazi, walimu wa watoto na viongozi wa kanisa namna ya malezi bora kwa mtoto wa kiume. Tulikuwa na lengo jingine la kuwawezesha walimu na wazazi na viongozi wa kanisa kujua malezi ya mtoto wa kiume na mahitaji ambayo mtoto wa kiume anahitaji kuwezeshwa ili akue akiwa thabiti kuweza kukabili majukumu ambayo Bwana amemwekea kama mwanaume. Na tunashukuru wawezeshaji walikuwa vizuri, ushirikiano na wajumbe ulikuwa ni mzuri, watu walikuwa wanafika kwa wakati. Kufika saa 2 asubuhi ukumbi ulikuwa umejaa na hakuna aliyetoka hata inapofika wakati wa mapumziko. Mchungaji Metusela Masunga ndiye mhubiri wa neno kuu katika semina hiyo, na hapa anafafanua namna alivyobarikiwa na kutoa wito kwa viongozi wengine wa kanisa ambao hawajahudhuria katika semina. Nikiri kwamba binafsi sikuwahi kuhudhuria mkutano wa watoto, na nimehudhuria kwa mara ya kwanza na Mungu akaniita kuwa mhubiri mkuu wa mkutano, lakini nimepata hamu ya kuambia wachungaji wenzangu kwamba kumbe mikutano ya watoto, hasa hii ya walimu, sio mikutano ya kukosa. Ndiko mahali ambako vitu vya kina vinafundishwa vya kuandaa watoto, na hasa sisi kama walezi wa hawa walimu, vitu vingi vinafundishwa na vinatokea huku. Kwa hivyo kija makanisani kama tukusikia wakati vinafundishwa, inaweza kutuia vigumu sana. Ninaona malengo ya mkutano yametimia hasa kwa sehemu kubwa sana, kwa sababu mada zilizofundishwa ni relevant. Mimi nilikuwa nafanya mahubiri ambayo kiini kikubwa ilikuwa ni spiritual revive
uamsho kamili wa kiroho wa hawa watendakazi kwa maana ya walimu, ili wanapotumika watumike wakiwa wamekubaliwa na Mungu. Nimeona uamsho mkubwa, tumepokea feedback nyingi, Mungu amezungumza na watu wake. Wito wangu kwa walimu makanisani, kwa wazee wa kanisa, kwa wachungaji, hii sio mikutano ya kukosa. Tumeni wajumbe. Gharama kidogo zitakazotumika ukilinganisha na matokeo, ni aheri utumie hizo gharama utengeneze hayo matokeo makubwa. Msalabani pa Mwokozi, hapo niliomba upozi, moyo wangu ulitakaswa na asifiwe. Naye mkurugenzi wa idara ya huduma za watoto Conference ya Nyanda za Juu Kusini, Stella Baravuga, ambaye ndiye mwenyeji katika semina hiyo, ameonyesha furaha yake na namna alivyofanikiwa katika maandalizi ya semina. Naweza kusema kwamba umekuwa ni mkutano wa kwanza kwangu kuweza kuandaa, na ninamshukuru Mungu kwa ushirikiano ambao nimeupata kutoka kwa washiriki wa eneo hili. Wachungaji wamefanya kazi kubwa na nzuri sana. Viongozi wetu wa jimbo wamekuwa bega kwa bega kuhakikisha kwamba hakuna jambo ambalo linashindikana. Na kwa kweli namshukuru Mungu kwamba mkutano umekuwa ni mzuri kabisa, wenye utulivu, na watu wameweza kufurahia katika mazingira haya, japo ni ya baridi, lakini wameweza kufurahia jinsi ambavyo Mungu ameendelea kutuweka mahali hapa. Wengi ambao hawajafika katika mkutano huu wamekosa mambo muhimu sana ya kwenda kuimarisha idara hii ya huduma za watoto katika makanisa. Na tunaona jinsi ambavyo kuna mtaala mpya wa shangwe ndani ya Yesu, na mtaala huu unahitaji kuweza kufanyiwa kazi katika shule ya Sabato. Watoto waweze kuimarishwa katika neno la Mungu, wajifunze na kuelewa nini ambacho Mungu anataka wawe katika maisha yao. Charles Daudi ni mchungaji katika mtaa wa Mji Mwema, ambapo ndipo semina ilipofanyika katika shule ya sekondari Gilgal. Naye anaeleza namna walivyojiandaa kupokea wajumbe katika mtaa huo. Ulikuwa ni mkutano wenye baraka sana kwa sababu ulitangazwa mapema, na kama mtaa tukajiandaa kupokea wageni. Lakini eneo hili ambalo tupo Gilgal hapa shuleni walijipanga vizuri, tukishirikiana kwa pamoja kuandaa mkutano huu ili kupokea wageni kutoka pande zote za union yetu ya kusini mwa Tanzania. Semina hii imekuwa ya practical zaidi ama ya vitendo zaidi kuliko semina iliyopita, na tumejifunza mambo mengi zaidi ya kuandaa zana na kuchimba andiko kwa undani katika kuwasaidia wanafunzi, vijana na watu wazima ili wamuelewe Mungu kwa undani na wawe na uelewa wa ndani wa maandiko ili wasaidie katika maisha yao. Hapa ni wajumbe waliohudhuria semina ya idara ya huduma za watoto, na wameonyesha walivyobarikiwa na mafunzo hayo, na hapa wanaeleza namna ambavyo watayatumia kama nyenzo ya kuwafundisha watoto na kuwafanya wanafunzi wa Yesu. Katika mikutano hii nimebarikiwa sana, maana nimekuwa nimejifunza namna ya kuhudumia watoto kuanzia wa miaka 0 mpaka miaka 14, na nimeweza kubadilika kwa namna ya kufundisha nilivyokuwa nafundisha, na sasa natumaini nitaenda kutumia mafunzo haya na kuwabadilisha na kuwafanya watoto wote waweze kuwa wanafunzi wa Yesu. Kweli kwa upande wangu nimefurahia sana masomo ya watoto, namna gani ya kuwafundisha watoto. Sana sana katika darasa la awali. Wengi tulikuwa tunafundisha tu kawaida bila mifano, bila kujua namna ya kuanza na kumaliza. Lakini kutokana na semina ambayo tumeipata hapa, nimeona ni jinsi gani ambavyo tunapaswa kufundisha watoto kwa mifano, kwa sababu watoto wetu wanajifunza kwa kuona na inakaa sana akilini kuliko kwa kusikia. Mtazamaji, usisahau kutembelea mtandaoni ili kutoa maoni yako, lakini pia kupata taarifa zaidi katika mitandao yetu inayoonekana hapo kwenye runinga yako. Tunaendelea kusonga mbele na taarifa yetu ya habari, mtazamaji, na hivi sasa tutupie macho katika habari zingine zilizotufikia kwenye dawati letu la habari juma hili. Washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania wamehimizwa kuwaunga mkono wanafunzi wanaohubiri neno la Mungu kupitia machapisho mbalimbali ya vitabu, hususan katika program ya Think Big. Tupate taarifa zaidi.
Akizungumza na Hope Channel Tanzania, meneja usambazaji wa vitabu wa Union ya Kusini mwa Tanzania HHES, Mchungaji Harold Lisi ametoa wito kwa waumini kushiriki kwa kununua vitabu na kutoa sadaka ili kuwawezesha wanafunzi wanaoshiriki katika kazi hii ya kipekee ya uinjilisti. Tunamshukuru Mungu kwa sababu tumeona washiriki wa kanisa la Segerea wakiitikia kununua vitabu, na tulikuwa na changizo kwa ajili ya watu kununua vitabu na tumekusanya vitabu vingi. Kanisa letu lina utaratibu, na katika upande wa kitabu cha Pambano Kuu tuliweka magoli. Goli letu lilikuwa ni kwamba kila muumini kwa mwaka angalau asambaze vitabu viwili vya Pambano Kuu, kwa maana ya kwamba angalau kutoka Januari mpaka Juni kitabu kimoja, na Julai hadi Desemba kitabu cha pili. Naomba nitumie pia fursa hii kuwatia moyo waumini wetu kwa ajili ya kuwaombea wainjilisti wa vitabu wa Think Big. Upande wake Mchungaji Julius Owiso wa mtaa Segerea ameeleza kuwa kitabu cha Pambano Kuu ni zana ya kipekee katika mapambano dhidi ya udanganyifu wa shetani, kwani kinawafumbua macho watu kuhusu hila na mbinu wanazotumia kuwapotosha wanadamu. Miongoni mwa mambo ambayo aliyaonya sana Pastor Lisi ni pamoja na waumini kuepuka baadhi ya vitabu na machapisho yanayoonekana kana kwamba ni vitabu vya roho ya unabii, lakini havitoki katika vyanzo halisi vya kanisa hili. Na hilo limeeleweka vizuri sana. Vitabu vilivyokusanywa na vitakavyokwenda kugawanywa vimefika takriban vitabu 160 na bado zoezi linaendelea. Kwa majina naitwa Godfrey Kiche, ni muumini wa kanisa wa Adventista wa Sabato Segerea. Kwenda kuhamasisha mshiriki mwenzangu, ndugu, jamaa na marafiki wanaotuzunguka, someni vitabu. Kusoma vitabu utamjua Yesu Kristo. Kwa kusoma vitabu utajua jinsi ambavyo dunia inaenda. Kwa kusoma vitabu utajua Mkristo unatakiwa uishije, Mkristo uvaeje, Mkristo uenende, uishi vipi katika maisha. Unajua kuvisoma vitabu pia hata afya yako, hata jamii yako inayokuzunguka, namna ya malezi ya watoto, yote katika kusoma vitabu. Kuna siri kubwa katika kusoma vitabu, na kulijua hilo shetani ameshikilia watu wengi katika usomaji wa vitabu, na kutia shime. Soma vitabu upate maarifa. Kwa msaada wa kila mshiriki, programu ya Think Big inatarajiwa kuwafikia watu wengi zaidi na kuimarisha kazi ya uinjilisti nchini. Nikiripoti kutokea kanisa la Adventista Sabato Segerea, mimi ni Mngereza Mtambo, Hope Channel Tanzania. Asante sana Mtambo Mngereza kwa taarifa hiyo. Kanisa la Waadventista wa Sabato Mzumbe kwa kushirikiana na kundi la Mkono wa Msaada wamefanikiwa kuigusa jamii kwa kutembelea makundi mbalimbali. Benedicto Ntinda ameandaa taarifa ifuatayo. Kalebu Maduhu ambaye ni mwenyekiti wa kikundi cha Maranatha anatueleza programu hii namna ilivyoanza hadi inapohitimishwa hivi leo. Leo tumefanya tukio la leo hapa kama kuhitimisha tukio ambalo lilianza siku ya Ijumaa tarehe 18 kwa kuwatembelea watu walioko magerezani, magereza ya Mkono wa Mara kwa wanaume na magereza ya Mkono wa Mara kwa wanawake, ambapo tulikutana na wafungwa zaidi ya wafungwa 80 ambao tulikutana nao na tukasali nao, tukawapa misaada, tukawapa vitu vya kuwasaidia, vingine vya pamoja, vingine vya mtu mmoja mmoja. Mzee Julius ni moja kati ya walioguswa na huduma hii iliyotolewa na chama hiki. Naye anatueleza furaha alionayo kutokana na huduma hii. Ninashukuru sana kwa siku hii ya leo. Kwangu imekuwa ni furaha na ya shauku kwa kunipa msaada kama huu. Najua huu msaada unaniokoa sana, kwa sababu katika hali niliyo nayo ilikuwa ni dhaifu kwa kweli. Hata nilikuwa nikilala ndapata wapi chakula. Naye mchungaji Imani Elson anayesimamia na kutoa huduma za kiroho katika magereza na hospitali ametoa shukrani kwa wanakikundi pamoja na kanisa kwa ujumla kwa kuwaunga mkono katika huduma hii. Ambapo katika program zote hizo tangu siku hiyo ya Jumapili, tunashukuru Mungu kwa magereza yote hayo hadi siku ya leo, takriban kilo 250 za mchele zimeweza kutolewa, mahindi gunia 14 zimeweza kutolewa,
maharage, tumekuwa na maharage kilo 125, tumekuwa na unga kilo 125, Biblia tumekuwa na uwezekano wa kupata Biblia zaidi ya 14 ambazo tayari zimekwisha kutolewa na tayari nyingine zinakuja tunapokea kwa wiki hii. Tunamshukuru Mungu kwa tukio hilo ambalo limefanikishwa na kundi hili la watu wa Injili wa kikundi cha Maranatha pamoja na kanisa la Mzumbe. Naam, tukisalia huko Morogoro katika kituo cha afya cha Morogoro Polyclinic ambapo kimepokea sadaka ya vifaa tiba yenye thamani ya shilingi milioni 5 ikiwa imechangiwa na mtaa wa Makongo Juu kama sehemu ya mwendelezo wa changizo la vifaa tiba katika mitaa yote ya konferensi hiyo. Turejee tena kwake Benedict Ntinda ambaye ameandaa taarifa ifuatayo. Konferensi ya Mashariki Kati mwa Tanzania imefanikiwa kuwa na vituo vitatu vya afya ikiwa ni pamoja na Pemba Dispensary, Unguja Dispensary na Morogoro Polyclinic ambayo leo imefanikiwa kupokea vifaa tiba kutoka katika mtaa wa Makongo Juu kama sadaka na goli waliowekewa na konferensi hiyo. Katibu mtendaji wa Konferensi ya Mashariki Kati mwa Tanzania, Mchungaji Shashinihale Wana, amepokea vifaa hivyo na kushukuru juhudi za kanisa la Sabato Makongo Juu kutoa vifaa hivyo kwa hospitali. Tupo hapa kupokea vifaa tiba ambavyo viko nyuma yangu. Vifaa tiba hivi ni kutoka katika kanisa la Makongo Juu ambapo leo tumepokea kupitia mchungaji wa mtaa Makongo Juu Pastor Mdingi ambaye kupitia kanisa lake wameweza kufanya changizo na kununua vifaa tiba hivi. Kwa muda mrefu conference imekuwa ikihamasisha makanisa kuweza kusapoti hospitali zetu ikiwepo Morogoro, Zanzibar na Pemba. Kwa hiyo Makongo katika mwitikio ni moja ya makanisa ambayo yamejitoa kikamilifu. Na leo tumepokea vifaa vya thamani ya milioni 5 na hivyo basi tunamshukuru Mungu na vitakuwa tayari kwa ajili ya matumizi. Kwa majina ninaitwa Mchungaji Bryson Mdingi kutoka mtaa wa Makongo Juu. Tunamshukuru Mungu kwa namna ambavyo anaendelea kutuwezesha katika utume wake, na kwa jambo la kipekee sana tunashukuru kwa ajili ya jimbo letu kwa namna ambavyo anaendelea kushirikiana pamoja nasi, na kwa namna ya kipekee jimbo letu limekuwa na kauli mbiu kwa ajili ya hospitali zetu, na kwa namna ya kipekee sana mtaa wa Makongo Juu umebahatika kununua vifaa kwa ajili ya hospitali yetu ya Polyclinic Morogoro, ambao ni imani yetu ya kwamba vitakuwa ni msaada kwa jamii, lakini pia vitakuwa ni msaada kwa kila ambaye ataweza kufika katika maeneo haya na kupata matibabu ambayo ni bora. Na hivyo rai yangu ni hii kwa watu wengine ambao tuna uwezo wa kufanya jambo fulani kwa ajili ya hospitali yetu, tunaweza kuleta vifaa ambavyo vinaweza kutusaidia ili kuweza kutoa matibabu yaliyo bora na matibabu ambayo ni fanisi kwa ajili ya kuokoa maisha ya wengine. Dr. Cecilia Rigogo ni mkurugenzi wa afya katika Konferensi ya Mashariki Kati mwa Tanzania. Anatoa wito juu ya makanisa na washiriki kuendelea kuchangia na kutimiza magoli yao waliopangiwa. Kwa namna pekee ninamshukuru sana Mungu kwa kuendelea kuitimiza njozi ambayo tulikuwa nayo juu ya kuimarisha vituo vya afya, hasa kwa kuweka vifaa tiba vyenye hadhi ya kisasa. Kwa nyuma yangu hapa kuna vifaa tiba vinavyotoka katika mtaa wa Makongo Juu. Binafsi nawashukuru sana mtaa wa Makongo Juu kwa kuona haja ya kusapoti kazi ya Injili kupitia vifaa hivi. Wito wangu kwa mitaa mingine, ninaamini wako watu ambao wameshamaliza magoli yao, lakini wapo watu ambao hata nusu hawajafika. Hebu badala ya pesa yako basi tulete vifaa kama hivi ili tuweze kufanya kazi ya Mungu kwa urahisi na watu wengi wakamwamini Mwokozi. Naam, taarifa hiyo inatupeleka kwa mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari za kimataifa pamoja na habari za muziki na maburudisho. Mimi ni Bonea Daniel, tafadhali na kusihi endelea kubaki nasi. Nichukue nafasi hii kukukumbusha ndugu mtazamaji na msikilizaji juu ya ile mikutano yetu mizuri uliokuwa unaisubiri kwa hamu. Mikutano ya Injili, mikutano yenye mafundisho mazuri, mikutano ambayo itakuwa imepambwa na kwaya nyingi, na mikutano hiyo inakuja chini ya neno kuu la DANET Event 2025 ikiwa na kauli mbiu nuru iletayo matumaini, nuru iletayo matumaini.
na kwa hivyo mikutano hiyo itakuwa inaendeshwa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Magomeni Mwembe Chai ndani ya jiji la Dar es Salaam kuanzia tarehe 10 mwezi Mei 2025 hadi tarehe 31 mwezi Mei mwaka huo 2025, na kila siku itakuwa ni kuanzia saa 11 jioni hadi saa 2 usiku ama jioni. Na kwa hivyo ninachukua tu nafasi hii kukuomba ya kwamba uendelee kujitayarisha kwa ajili ya kuhudhuria mikutano hiyo, lakini ukiwaalika familia yako, marafiki, wale unaofanya kazi nao, ndugu na jamaa na wote unaowafahamu wapate kuhudhuria pamoja nawe. Mikutano hii itakuwa inarushwa pia kwa njia ya Hope Channel Tanzania, njia ya AWR Radio Tanzania, lakini pia kwa njia ya Rock FM na mitandao mingine ya kijamii. Nirudie kusema utabarikiwa mno kwa ajili ya mahubiri yatakayoletwa katika mikutano hiyo, na utabarikiwa pia kwa ajili ya mafundisho, na zaidi ya yote kwaya mbalimbali zitakufanya uvutwe karibu ama uinuliwe karibu na Mungu wako zaidi. Jiandae kuhudhuria, waandae na wengine, lakini zaidi ya yote endelea kuiombea mikutano hiyo ije iwe mikutano yenye ufanisi mkubwa, lakini kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu wetu. Mungu na kubariki. Mtazamaji, na kabla hatujasonga mbele zaidi, hebu tujikumbushe yale tulionayo katika dawati letu la habari juma hili. Idara ya huduma za watoto Union ya Kusini mwa Tanzania imehitimisha semina huko Njombe. Kanisa la Waadventista wa Sabato nchini Tanzania wamekumbushwa kuwashika mkono wanafunzi wanaohubiri kwa njia ya vitabu kupitia program ya Think Big. Katika habari za kimataifa, huko Sweden, mojawapo ya nchi zisizo na msimamo wa kidini zaidi duniani, vijana wa Kiadventista washiriki injili ya Biblia nchini humo. Na katika habari za muziki na maburudisho, idara ya vijana kanda ya Iganzo jijini Mbeya imefanya bonanza lililohusisha michezo ya aina mbalimbali. Tunaendelea kusonga mbele na taarifa yetu ya habari, mtazamaji. Asante sana kwa kuendelea kubaki nasi, na hivi sasa tutupie macho katika habari za kimataifa. Huko Sweden, mojawapo ya nchi zisizo na msimamo wa kidini zaidi duniani, vijana wa Kiadventista wameendelea kushiriki injili ya Biblia nchini humo. Katika mazingira ambapo Ukristo unazidi kupoteza nafasi katika maisha ya kila siku na watu wengi wanajitambulisha kama wasio na dini, siku ya vijana duniani, yani Global Youth Day, ilitoa fursa ya kuathiri jamii yao kupitia huduma katikati ya jiji la kihistoria la Stockholm. Vijana walibadilisha mitaa kwa kubeba mabango yenye ujumbe wa kutia moyo, na pia walikuwa wakitoa makumbatio ya upendo. Aidha, waliandaa na kukagua kadi zenye mistari ya Biblia kwa watu waliokuwa wakipita katika barabara hizo. Na sasa tuangazie habari za muziki na maburudisho. Idara ya vijana kanda ya Iganzo jijini Mbeya imefanya bonanza lililohusisha michezo mbalimbali lenye lengo la kuandaa vijana kwa ajili ya kambi ya mafunzo itakayofanyika huko Bunda. George Mtarogwa ameandaa taarifa ifuatayo. Bonanza hilo limeandaliwa mahususi ili kuandaa vijana na kuhamasisha kufanya maandalizi mapema kwa kuendelea kutoa gharama zinazohitajika na kukamilisha mahitaji yote ya msingi wanapojiandaa kushiriki kambi la mafunzo ya vijana. Tumewakusanya vijana wa kanda ya Iganzo yenye mitaa 7 ambapo leo kutakuwa na michezo mbalimbali. Michezo hii ni pamoja na kuhimiza kwanza umoja, pia kujipanga kuweza kuweka mambo yetu vizuri, hasa katika swala zima la kujiandaa kuelekea Bunda. Yote inatupatia picha ni jinsi gani tutakuwa na hali nzuri sana na bora tutakapokuwa tunaweka mambo yetu vizuri kuelekea Bunda. Aidha, mratibu wa tukio hilo Bupe Mwariswi
pamoja na viongozi wa kanda wamesema tukio hilo limewaleta pamoja na limeamsha hali ya vijana kujitegemea na kuwa na mawazo ya kutafuta kipato, huku wakijihusisha na shughuli za chama cha vijana kanisani. Siri ya kuwa na bonanza siku ya leo ilikuwa ni mpango mkakati kwa ajili ya kutaka vijana waweze kupata fedha kwa ajili ya nauli ya kuendea Bunda. Hivyo tukawa tumepanga kwamba ili kijana aweze kupata fursa ya kuwa na chochote kitu cha kumsaidia katika safari yake, ni lazima afanye ujasiriamali mdogo ambao unaweza kawa husika na bonanza ambao tumeifanya leo. Hivyo wakawa wameamua kuja na bidhaa mbalimbali ambazo ni sehemu ya kuwasaidia kupata nauli pamoja na fedha ya chakula na kiingilio kwa ajili ya safari yetu ya kambi la Bunda. Washiriki waliohudhuria bonanza hilo nao wamekuwa na mengi ya kusema, kwani wamekiri kujifunza mengi yaliyowajenga katika ukakamavu na kujenga umoja baina yao kupitia michezo na kushiriki chakula cha pamoja. Kiukweli tukio hili limenigusa kwa sababu kwanza kabisa limetukutanisha vijana katika kanda yetu nzima ya Iganzo, lakini pia limeweza kunifundisha mambo mbalimbali kuhusiana na michezo ambayo pia ikiwepo inahusisha pia uimbaji na vitu mbalimbali ambavyo vitaweza kuwaongoa watu wengine, lakini pia na kuzidi kutusogeza vijana karibu na Kristo. Kwa kweli nalitazama katika mtazamo chanya sana, na nawapongeza sana viongozi kwa kufikiria kitu kama hiki, kukiandaa, kwa sababu kinatupatia mtazamo mpana na mawazo mapana kama vijana. Bonanza hilo la michezo lililofanyika katika viwanja vya shule ya msingi Mapsi limewakutanisha vijana kutoka makanisa na mitaa inayounda kanda ya Iganzo, ambapo vijana wamepeana hamasa ya kuhudhuria kambi la mafunzo Bunda. Nikiripoti kutoka Conference ya Nyanda za Juu Kusini, mimi ni George Mutarogwa, Hope Channel. Naam, kwa taarifa yake George Mutarogwa ndio ambayo inatufikisha tamati katika Mbiu ya Kusini juma hili, na kwa niaba ya wale wote waliofanikisha taarifa hii ya habari kukufikia, jina langu ni Mbonea Daniel. Nikuombe tu ya kwamba endelea kutazama vipindi vingine vinavyokujia kutoka hapa Hope Channel Tanzania. Lakini bila kusahau, elekeza dishi lako Dar es Salaam.